Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mpendwa mtazamaji, baada ya kusalimiana na kutakiana kila la kheri katika mambo yetu, napenda leo nitoe faida ya suratul Waqi'a, na nazungumza hivi kwa vitu ambavyo vimefanywa kazi na vikaleta majibu. Tatizo kubwa sana ni kwamba sisi tunapofanya hizi dua tunajaribu, hatufanyi. Na dua haitakiwi kujaribu, inatakiwa kufanya. Unafanya kabisa kwa ikhlasi, na ndipo ambapo utapoona majibu na matokeo ya kile ambacho unachokifanyia kazi. Katika mambo yanayotushughulisha sana ni masala ya riziki. Si waliokuwa makazini na hata wale ambao hawako makazini, kila mmoja anatafuta riziki na kuhakikisha kwamba ameweza kupata mahitaji yake ambayo yataiendeleza familia yake, yataendeleza ndugu zake, na yeye mwenyewe binafsi kufikia malengo yale ambayo anayakusudia kuweza kuyafikia. Lakini wakati mwingine hizo riziki zinakuwa ni za tabu. Mtu anatafuta riziki kwa nguvu sana, haoni manufaa na hapati kile anachokusudia, wala malengo yake hayatimii. Sasa kutokana na hizo hali, kuna baadhi ya watu wengine wameingia kwenye mambo ambayo yani kiukweli hayawasaidii kitu chochote. Ni mambo ambayo ikiwa atakunufaisha duniani, lakini kesho akhera utaenda kuchomwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wengine wameingia katika kufuru kabisa. Wameingia katika kufuru. Kuna watu kutokana na utafutaji wa riziki wameamua kuingia katika maasi, wakaona kwamba kupitia kwenye maasi ndio wao watapata riziki, watapata pesa na kadhalika. Lakini wamejikuta kwamba hizo pesa wanazozipata hazina baraka kabisa. Ni pesa ambazo baada ya kuwanufaisha basi zimewaingiza kwenye mitihani mbalimbali, kwenye matatizo mbalimbali. Sasa leo nataka nizungumze hapa kuhusiana na kitu ambacho unaweza ukafanya kuweza kufungua riziki zako tena kwa kiwango kikubwa sana. Na naomba klipu hii ndugu zangu muisambaze kwa watu wengi sana, kwa sababu utakuwa pia umewasaidia baadhi ya watu ambao pia wengine pengine umewaokoa kutokana na fikra zao za kuingia kwenye kufuru na mambo mengineyo. Nitakueleza jambo ambalo unatakiwa ulifanye ndani ya wiki 5. Ndani ya wiki 5 katika mfumo wa kufungua riziki zako, na riziki zako zifunguke na uweze kupata matokeo mazuri katika mambo yako ya kiutafutaji, na riziki zako zichanganye. Kama unafanya biashara zako zichanganye. Kama unafanya kazi yoyote, labda ni mkulima, basi uweze kuwa tajiri kupitia ukulima wako. Kama ni biashara, uweze kuwa tajiri kupitia biashara yako. Lakini kama una biashara yote unayofanya, ima kukaa sehemu au ya kutembea na kadhalika, duka lako, umefungua duka labda mfano Kariakoo na sehemu nyinginezo, unataka watu waingie pale kama vile watu wanavyoingia kwenye msiba. Yani msibani tunajua watu wanaingia, akitoka huyu kaingia huyu, akitoka huyu kaingia huyu. Sasa ukataka kwamba upate wateja wengi sana, basi utafanya hili jambo kwa muda wiki 5. Na nadhani kama utapaona mambo yako yanaenda vizuri, sidhani kama utaisha wiki 5 hizo. Nafikiri utazidi kuendelea zaidi na zaidi ili uweze kupata zaidi na zaidi. Jambo lenyewe ni utaanza kisomo hiki usiku wa Jumamosi. Usiku wa Jumamosi, yani hiyo siku ya kwanza unapoanza hili jambo, basi uanze usiku wa Jumamosi. Ule usiku wa Jumamosi utasoma suratul Waqi'a mara 3. Suratul Waqi'a mara 3. Hii suratul Waqi'a ni sura ya utajiri, ipo ndani ya Qur'ani, inaitwa suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a utaisoma mara 3 usiku wa Jumamosi. Na baada ya hapo utaendelea kusoma usiku wa Jumamosi kila siku mara 3 mpaka utimize wiki 5, 5 weeks consecutive, yani bila kuachanisha, uende moja kwa moja. Leo ukifanya, kesho ufanye, kesho kutwa ufanye, lakini siku ya kwanza ni siku ya Jumamosi. Usiku wa Jumamosi utaendelea nayo hiyo mpaka wiki 5. Lakini pia kila ukimaliza hiyo sura, kila ukimaliza zile mara 3 zile, unatakiwa usome dua ifuatayo: Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiba min ghairi kaddin wastajib da'wati min ghairi raddin
Hii dua utaisoma yote mpaka mwisho. Kwa wale ambao hawaena hii dua, wanaweza wakanitafuta nikawapatia, kwa sababu nimeandika kwa lugha ya Kiswahili. Unajua kuna watu wengine Kiarabu hawezi. Sasa nimeandika kwa lugha ya Kiswahili kile Kiarabu, lakini kwa lugha ya Kiswahili ili kuwasaidia baadhi ya watu ambao hawawezi. Lakini na imani kwamba mtu akiwa anaweza suratul Waqi'a, basi sidhani kwamba atashindwa hiyo dua, kwa sababu kama ameweza suratul Waqi'a anashindwaje kusoma dua hii? Lakini nimeirahisisha pia ili kwamba kila mmoja aweze kuipata. Utaisoma dua, ni dua ambayo si ndefu sana, ni fupi. Halafu sasa kuna kitu kimoja, ile pochi yako ya kuwekea pesa, ile pochi yako ya kuwekea pesa, kuna kitu ambacho, kuna herufi unatakiwa uziandike. Kuna herufi unaziandika, kuna jina la Mwenyezi Mungu na kuna herufi fulani unaziachanisha, unaziandika. Alafu ile karatasi biidhnillah ni baraka fulani kubwa sana unaitia ndani ya pochi yako ya utafutaji. Mle unapoweka kwenye pochi yako, marufuku mambo mawili. Jambo la kwanza ni marufuku pesa inapoingia mle kuitoa ile pesa kumpatia mtu ambaye unajua kwamba hii pesa anaenda kufanyia uzinifu. Ni marufuku kuitoa kufanyia wewe mwenyewe, kufanyia jambo hilo, au kutoa kumpa mtu ambaye unajua kwamba huyu mtu anaenda kufanyia jambo hilo la uzinifu. La kwanza. La pili ni marufuku kuitoa ile pesa ambayo imeingia ndani ile pochi ambayo umeweka ile karatasi tukufu yenye maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukaitumia ile pesa mle ndani kumpa mtu ambaye anataka kwenda kunywa pombe. Yaani usije ukafanya kitu kama hicho. Hayo ndio masharti mawili tu. La kwanza kwa mzinifu, la pili kwa mnywa pombe, yani kwa maana mtu ambaye anatumia ulevi. Kwa hivyo inshallah Taala ukifanya hivyo na ukazingatia, basi Mwenyezi Mungu atajalia kheri na utaona mafanikio makubwa sana, na mambo yatafunguka sana mambo yako, na utafanikiwa biidhnillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.